Tunakutana tena katika Sports HQ ya EFM, ikiwa ni siku nzuri kabisa ambayo kuna mengi ya kuiangalia katika medani mbalimbali za kimichezo, na kubwa zaidi ni kuhusiana na dabi ya Kariakoo, dabi ambayo inasubiriwa kwa hamu kubwa sana kuona nani atafanya nini katika mechi hiyo. Leo ndio leo, Jumatano nzuri kabisa, mtu anapasuka ama mtu anatoka akiwa anafuraha kweli kweli. Ni kweli kabisa, kila mmoja anasubiri na kusikia kile ambacho kinachokwenda kujile huko visiwani Zanzibar, nyumbani kwa kina Chuma cha Mjerumani Unguja pale. Nini kinakwenda kutokea? Ole wako mpasuke, mbweni mbali. Mwamuzi ametoka nchini Kenya. Ala. Bwana. Wasaidizi wawili wa Zanzibari, mmoja bara. Okay. Makofi kwa kamati ya mashindano haya ya muungano bwana. Maana waamuzi waaminiki bwana. Umechukuliwa hapa kwa jirani hapa Kenya, sio mbali. Tuna watu hapa wakafu hapa wengi wa kumwaga wa FIFA hapa. Ana historia nzuri huyu, tumchukue tuone atafanya nini kwenye dabi. Sasa tusubiri tuone kile ambacho atakifanya. Huyu mwamuzi ni mwamuzi wa aina gani? Kenya anazungumzwa ni mwamuzi wa aina gani? Kabisa. Sasa tunatamani tuweze kupata mawili matatu kutoka mwenzetu pale Kenya, bonga tukimpata hapo walau tupate mawili matatu. Kenya wanamzungumziaje huyu mwamuzi? Ni mwamuzi wa aina gani? Yes. Ni mwamuzi wa aina gani? Michael Were, Mwosia, Bonga Boli. Michael, habari ya asubuhi bwana. Salama, nashukuru. Vipi mzee? Safi kabisa. Uko live kupitia Sports Headquarters, makao makuu kabisa ya michezo Afrika Mashariki na Kati, na Kenya mko ndani. Sasa kubwa kabisa ni kuweza kufahamu huyu mwamuzi wa dabi ya Kariakoo kutoka Kenya kwenye mashindano ya muungano, wewe unamfahamu vipi au anafahamika vipi hapo Kenya? Ni mwamuzi wa aina gani? Dickens Mimisa Nyagorwa ama Nyagrowa. Ndio. Ni mwamuzi ambaye tumemshuhudia akiwajibika pakubwa katika mapambano ya ligi kuu taifa hapa nchini Kenya, taji lile la FKF, na pia vile tumeshuhudia shirikisho la soka barani Afrika CAF ikimpa majukumu ya kusimamia mapambano kadhaa nje ya taifa la Kenya, kwa maana bara la Afrika. Na kubwa zaidi tumeshuhudia wakati mmoja akiwajibika pakubwa katika mchezo kati ya Mozambique Msumbiji dhidi ya Mali, ikiwa ni katika changamoto ya kuwania nafasi ya kufuzu dimba la bara Afrika mwaka 2025, na pia vile mwaka 2025 kwa maana mwaka jana nchini Morocco. Pia vile alikuwa video assistant referee, kwa maana alisimamia upande wa VAR, na huwa ana mambo mengi. Kazi yake tu mara nyingi tunamuona akitekeleza majukumu yake dimbani, manake anafahamu fika ndoto ni kuweza kuvuka mipaka ya bara la Afrika na hata kutumika katika mashindano ya dimba la dunia na kadhalika. Ni kwamba mwamuzi huyu kwenye dabi hii ya Kariakoo ambayo imehamia pale Unguja Pemba, tumelamba dume, hakuna kipengele chochote. Ni mtu ambaye hafiki dimbani na matokeo mfukoni, unaona, katika hili manake anafahamu fika anawekwa kwenye jaribio, na ni raha kwake pia vile kupewa heshima kusimamia mchezo wenye tuseme kwamba high voltage game, Simba na Yanga. Kwa hiyo anafahamu fika kwamba sio Tanzania tu itakuwa na mpiga darubini, Kenya, CAF na hata FIFA. Kwa hiyo na kila sababu ya kutekeleza wajibu ipasavyo, niseme kwamba kutafsiri kanuni za mchezo wa mpira wa miguu, kutumia busara, na hata hivyo kufanikisha mchezo kuwa ambao ni wa kukubalika mwisho wa siku. Za kunyapia sasa, wanazungumza nini pengine baadhi ya Wakenya kwa udukuzi wako Tanzania kumchukua mwamuzi kutoka Kenya? Mwanzo wanampongeza, manake hajawa ni mtu mwenye kashfa katika kazi zake. Amekuwa ni mtu mwadilifu na hana kona nyingi, unaona. Kwa hiyo ni mtu ambaye yuko straightforward, na pia ni mtu ambaye ni very friendly, easy going, kwa maana ni mtu ambaye ni mwepesi sana wa kuingiliana na watu, anatekeleza majukumu yake ipasavyo, na nje ya uwanja pia vile ana mambo mengi. Sawa, huku kwetu kumekuwa na changamoto, baadhi ya waamuzi ikisadikika au ikidhaniwa wana ushabiki wa hizi timu kubwa mbili. Hapo Kenya vipi? Hii ipo na huko kwenu?
ni jambo la kawaida sana. Unaona hata England kuna wakati waamuzi wanasemekana huyu ni mtu wa Manchester United, huyu ni anaegemea upande wa Arsenal na kadhalika, ama huyu akipewa kazi Arsenal hiyo siku uwanja unainama, unaona. Lakini kwa huyu yani ni mtu ambaye unasikia ni kwamba ipo neutral, unaona. Lakini kuna wengine ukiona amepangwa kwenye pambano fulani unasema hapa leo watu watakiona chemta makuni. Ushawahi kufuatilia uamuzi wa Kenya ambao wanazikubali Simba na Yanga na huyu ambaye amekuja akiwemo? Huyu labda afuatilie tu kama mpenda soka, ndio, na kufurahia matokeo na pia kupiga darubini jinsi wenzake wana fanya maamuzi dimbani. Lakini sasa siwezi sema kwamba ana mahaba na Simba, Yanga na Mungu ama vyote vile. Hiyo sasa anaificha kilindini mwa nafsi yake, lakini anapowekwa dimbani kwa ajili ya kufanya kazi mjarab, anafahamu fika pia vile vile runinga itakuwa inamulika. Kwa hiyo sidhani kama atakwenda pale kufanya mambo ya hovyo. Lakini binadamu lazima mtu atapenda timu fulani tu, lakini sasa unapotoka majukumu lazima uwe professional. Asante. Okay, Michael Uwere Muhusi, hapo ulivyozungumza ni kama vile ni jambo tu la kawaida kwa waamuzi kuwa na mapenzi hayo, lakini kwa huyu ambaye amekuja sasa Tanzania, inawezekana likabaki moyoni mwako, lakini umeshasikia kwamba yeye yuko upande upi? Sidhani, labda nimuulize atakaporudi nyumbani. Haya bwana Michael, asante kwa ushirikiano, tunakutakia asubuhi njema. Karibu sana, wape salamu mabingwa studioni. Bwana Kenya niende bwana Kenya. Tukafuatilia hiyo. Napenda sana kufuatilia hiyo kila, lakini pia lugha ya Kiswahili pale Kenya. Of course, yes. Namna ambavyo wanavyokichapa Kiswahili. Bwana imekaa vizuri sana. Sana. Sasa baada ya kusikia CV ndio ya mwamuzi Young Grower kwamba hana kona kona. Sasa narudi kuwapongeza wanaosimamia mashindano ya Muungano. Okay. Baada ya kuona finali imehusisha Simba na Yanga, mchezo wa hisia sana na mkubwa, wamejitathmini, wameona waamuzi wao hawatoshi. Kwa hiyo wasije wakawatumia, ikatumika kuchafua mchezo wenyewe na mashindano yote. Wakaamua wavuke boda kutafuta mwamuzi mzuri. Hii ni pongezi ya dhati kutoka moyoni kwenda kwa wanaosimamia mashindano ya Muungano. Lakini ni aibu kwa waamuzi wa Tanzania. Hiyo ni kwa sasa. Wakati tunaongea na Bonga Boy, ndio kwenye line tuko na mwenzetu Ibrahim Masudi, ameshafika Zanzibar, kiungo ya boli kwa sasa, anakula mtori. Ibrahim Masudi, habari ya uliko huko bwana? Safi. Ndio. Kwenye boti. Uko kwenye boti. Okay. Niko kwenye boti. Kwa makini Deep Sea Msasani hapo. Kwa hiyo anaelea. Kwa makini sana Deep Sea Msasani.